Sasa nataka niwaambieni kitu. Sisi tunavyojua pesa zikija mfano kwenye nchi fulani, tujalie Tanzania hii, ili ziwafikie nyinyi mawahabi lazima zipite kwenye dola, sio? Lazima zipite sehemu maalumu inayojulikana katika taratibu za kinchi ili zitufikie. Sasa hiyo nchi yenyewe hao wenye mamlaka ya mambo hayo hawajui. Wajua wewe diwani, sio? Yani mamlaka zenyewe hazijui kama sitopokea pesa. Alafu ajua bwana Yusufu Diwani huyu al-kadhab ndiye ajua hilo. Lakini tumemwambia kwamba ikiwa maneno anayozungumza ni ya batil, Allah ampatilize kwa namna anavyotaka yeye, kabla ya kufa kwake watu wamjue kwamba innahu la minal kadhibin. Allah ampatilize. Na tumwambia tena, ikiwa madai yako ni ya urongo na kwa hakika sana ya uongo, na ukawa unaendelea kama unavyofanya hivi, Allah akupatilize. Na mimi nakwambia haya si maskhara, kwa sababu audio unazisikiliza, si maskhara. Allah atakupatiliza katika jambo hili biidhnillah ta'ala. Na tunamuomba Allah jalla wa ala aliye juu ya arsh alifanikishe jambo hili, alifanye jambo hili kwako, ili uwe ni ibra lilmu'tabirin, uwe ni mazingatio kwa wenye kuzingatia. Wewe usifanye masiara, kwa sababu huyu bwana si mtu wa dini. Mtakuja kuona kwamba si mtu wa dini. Kwa nini nasema hivi? Hakusudi dini kabisa, ni jitu lipo kwa ajili ya maslahi ya dunia na kuichafua dini ya Uislamu. Mtakuja kuona huko insha Allah. Hajichungi hata kidogo katika jambo hili, yuko kimashindano yeye. Mtakuja kuona kwa nini nasema hivi biidhnillah huko mbele. Kwa hiyo bwana Yusufu Diwani katika madai yake ni hayo. Naam, endelea. Kwa lazima muwe makini sana na magenge hayo. Ni magenge hatari sana. Alama za watu wa magenge hayo: kwanza, hawana adabu; pili, watukanaji sana; na tatu, ni watu wa dhawahir, yani wanafasiri vitu neno kwa neno ili kuwatoa watu katika usahihi wa dini tukufu ya Kiislamu. Yani ukitaka kuwajua watu ambao zinazomwagwa pesa kutoka wapi? Vatikani, kisha zikaja wapi? Saudia, kisha zikatawanywa katika magenge yao ya kihuni. Mmoja katika ishara na dalili zao, hawana adabu; pili, ni watukanaji sana, kwa maana ni watu wa matusi; na tatu, ni watu ambao hawana akhlaqi, tabia njema hawana, na wanatafsiri vitu kwa dhawahir, yani neno kwa neno katika hali za namna hiyo. Naam. Kwa hiyo mmemsikia kwamba ukitaka kuwajua alama zao hawa wanaopokea mshahara wa Vatican, hawana adabu kama yeye, sio? Hawana akhlaqi nzuri kama yeye, wana matusi kama yeye. Yani yeye mambo yote anazungumza yuko na yeye mwenyewe, na yeye ndiye anayepokea mshahara kutoka Vatican. Tumenifahamu? Kama kuna mshahara kutoka kwa hao makufaru, basi apokea yeye, kwa sababu yeye ndiye anayewatumia makafiri kujibu hoja. Na mtamsikia hapa atumia makafiri kutujibu sisi ili ashinde, namna asivyokuwa na adabu huyu, namna asivyokuwa na akhlaqi za dini huyu. Kwa hiyo mambo yote anataja kwamba ni alama za mawahabi. Ukiwataka kuwajua hao wanaopokea mshahara kutoka Vatican, hawana adabu, hawana akhlaqi, alafu kadhalika wanafanyaje? Hawana akhlaqi na ni wanatukana sana. Angalia alama zao ni hizi. Sasa wewe basi wewe ndio unapokea mshahara kutoka Vatican, kwa sababu mimi sijui shekhe anayeshai kuitwa shekhe hapa Tanzania mwenye matusi tena matusi kweli kama huyu bwana asiyejiheshimu, huyu bwana Yusufu Diwani. Kwa hiyo haya mambo yamemrejea yeye mwenyewe, kwamba yeye ndiye mtu wa kuwatukana watu, kuwakebehi na kuwatusi, kwamba miji Katoliki hii, miji Wahabi hii, kadha wa kadha. Maneno ya shombo aliyokuwa nayo yamrudia yeye mwenyewe. Sikiza matusi yake. Sikizeni matusi yake sasa. Sasa leo anatokea mtu mpumbavu ambaye asiyojua usiku wala mchana. Tunataka uwape kiapo cha mubahala. We nani mpaka uniambie mimi niape kiapo cha mubahala? Mwenda wazimu mkubwa, unakula mshahara kutoka Vatican kuja Saudia, walafu unakuja kwako, alafu unataka mimi niape mubahala. Wa nini? Simama hapo kwanza. Mnamsikia? Huyo ndio Sheikh Yusufu Diwani. Sasa ukitaka, yeye ametupa kanuni, ukitaka kujua watu wanaokula pesa za Vatican wanatukana sana, hawana adabu wala nini, hawana adabu, wana matusi. Wa kwanza yeye. Kwa hiyo kumbe bwana Yusufu Diwani ndiye anayepokea mshahara kutoka wapi? Kutoka Vatican. Naelewa? Kwa hiyo yeye ndiye anayepokea mshahara kutoka wapi? Kutoka Vatican.
kwa sababu yeye ndiye asiyekuwa na adabu, mtu mzima hovyo huyo, tukana tu mtandaoni alafu aitwa shekhi. Lakini kadhalika ndiye mtu ambaye anakejeli sana, kwa kejeli Ahlus-Sunna waislamu wenzake na kuwakufurisha kwamba ni mijizayuni hii, mikafiri, miyahudi hii na mengineyo. Kwa hiyo yote anayazungumza mrejesheni yeye mwenyewe. Sasa katika madai yake mengine anasema katika dunia hii kuna watu wamefaulu kwa uongo, wanadai nimekimbia studio, mpaka mwisho maneno yake. Iweke Sheikh. Ndugu zangu, katika dunia hii kuna watu wamefaulu katika nyanja au katika uongo. Kuna mtu amefaulu mpaka kiasi ambacho anafikia kusema ya kwamba Yusuf Diwani kakimbia nini? Studio. Wakati siku zote anaona sisi tupo studioni na tunapandisha mada zetu, eti kakimbia. Alafu sasa cha ajabu, na wale ambao wanaoambiwa maneno haya kwamba kakimbia ila kuona wananiona nipo, eti wanaamini. Ya mambo ni ajabu sana ujue. Yaani kuna majitu sijawahi kuona, yana akili ndogo sijawahi kuona. Eti wanaambiwa kakimbia na siku zote wananiona, lakini anaambiwa kakimbia na yao yanaamini kakimbia kweli. Majitu ni majitu, yana akili ya ajabu sana. Simama hapo Sheikh. Nyinyi majitu ni majitu yenye akili ya ajabu sana. Yaani mwambiwa Yusuf Diwani kakimbia studio afu mnakubali. Wewe bwana Diwani si umekimbia wewe? Kakimbia studio yule. Kwa sababu sisi kusema kukimbia studio si kwamba uganga wake asije akazungumza pale. Hapa hayo atazungumza hayo. Tunataka maudhu ya kwamba utetee kwamba Allah yuko juu ya arshi. Unafahamiana? Sasa alikuwa apiga kelele miaka mingi tu. Mawahabi Mungu wao ana mikono, sio ana nini, ana kipindi maalumu hicho kinaitwa Wahabi kikaangoni. Kwamba habari zenu tunazo. Mbona ukiweki tena tokea tumeanza kukutandika kisawasawa nondo za kichwa, hujawahi kurudi tena, umekimbia studio, badala yake ukaanza kuwakodisha Waarabu na wengine wasiojitambua, wasiojua usiku wala mchana kama ulivyosema wewe, ukaanza kuwakodisha na wao. Sasa anapozungumza haya ni maneno ya kujiliwaza, lakini hayo mnayesikia anazungumzia kwenye darasa za balagha, sio kama ni raddi maalumu. Hizo ni darasa za balagha, yani kabla ya kufundisha anatoa tambihi kwanza kama dakika 20 mpaka 15, alafu anafundisha kiasi kama 10 hivi, alafu anaanza tena tambihi. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwaambie, mimi ananikumbusha maneno ya makafiri walipokosema wantalaqa almala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Kwa hiyo wale makufaru wa Quraysh walipoona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa kasi, kila anapokuja haki inapenya, waislamu wanaslimu, wakawa wanatembea huku na kule kwa kampeni zao kwamba fanyeni subra juu ya waungu wenu, hakika hili si jambo la kukubaliwa hili la Muhammad, msikubali. Ndicho anachokifanya kwa wanafunzi wake hao, anaowafundisha kuwapa tambihi, bana zindukeni, bwana Diwani umechelewa, ushafeli, huwezi kuizuia haki biidhnillah ta'ala. Jambo lingine alilodai kwamba mimi sikizi vigezo vya kujibiwa, kwa sababu akinijibu atanipeleka mjini, katika maneno aliyosema. Naam, niweke. Ndio watu wanakupuzi ile ambadi. Aiwa, hujakidhi vigezo. Sasa tunaongea na mtu ambaye vigezo hana, wa nini? Tunampuzi ile ambali. Tukupeleke mjini sisi. Maana ukitaka kwenda mjini wewe ongea na sisi tu. Sisi tukiappreciate pap. Huyo jamaa mpuuzi sana huyo. Anasema yeye ukitaka kwenda mjini pitia kwake, mgongo wake. Kwa hiyo akikuzungumza tu tayari ushakwenda mjini. Lakini pamoja na hayo anadai kuwa hii mihadhara yetu hii tunazidi kumtangaza na yeye kujulikana. Nafahamu kwamba hii mihadhara tunayoifanya anazidi kujulikana. Kwa hiyo tuandike bango kubwa la Diwani kwa herufi kubwa kabisa, raddi kwa Diwani, ili azidi kujulikana. Iweke Sheikh. Sasa anakuja jitu, inatakiwa wape kiapo cha mubahala, ni mwapie nani? Hicho kiapo ni mwapie nani? Puuzi hao, wajinga. Yaani mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, zile mihadhara walioiweka inazidi kuwafanya watu watujue sasa vizuri. Yaani ya mihadhara iliyowekwa Yusuf Diwani, yani mimi naona hata yale maandishi wanaandika madogo, andikeni makubwa sana.
Na hata picha mnayeniweka pale ndogo, wekeni picha kubwa sana, alafu wekeni plasta nene sana katika macho. Ndio nzuri hiyo. Kwa sababu mkifanya hivyo mnawapa fursa watu sasa, kwani Yusufu Diwani ni nani? Wana search katika YouTube, wanapata akaunti yetu, wanaanza kutazama darasa zetu. Simama. Yaani huyu anasema hawezi kunijibu, ananipuuzia mbali, sasa kanipeleka mjini. Alafu ili watu wapate darasa zake wananisikiliza mimi. Si mnanielewa? Yaani nikiweka lile bango, likiwekwa lile bango kubwa lile la Yusufu Diwani na picha kubwa kwenye bango la mihadhara, anazidi kujulikana yeye. Sasa kati ya mimi na yeye nani anampeleka mwenzake mjini? Ni yeye au mimi? Naulizeni jamaa. Hivi anayepeleka mwenzake mjini ni nani? Wewe bwana Yusufu Diwani, tukuuliza wewe hili swali. Wewe ndio unayetupeleka mjini au sisi? Kumbe watu wafuatilia mihadhara yetu, wakisikia tunavyokuchapa bakora, watafuta kwani huyu mpuuzi huyu Yusufu Diwani nani? Wanakusachi, wanakuona, kumbe mpuuzi mwenyewe ni huyu hapa. Sio? Tunakupeleka mjini pamoja kwamba tutakupeleka kibabe babe. Sio? Lakini wajulikana, watu washaanza kujua upuuzi wako sasa. Ndio maana sasa hivi una wafuatiliaji kadhaa. Lakini ukiangalia video zake za nyuma alikuwa na wafuatiliaji mwaka mzima watu 200 na viewers 100 na sasa hivi ana viewers mpaka 900, wengine wafike 1000 na, kwa sababu tumemfanyaje? Tumempeleka mjini. Sikiliza nyingine hii. Anasema kuna jamaa mmoja yuko Norway huko, alimpigia simu baada ya kuona mihadhara yetu sisi tuna umradi, akampigia simu yeye. Ipo hiyo? Hujaiweka? Hebu endelea na hiyo tusikie mwisho wake nini. Kisha wanakuja na majibu. Kumbe wale ni wahuni tu, wanamchafua ushekhe. Tumemtazama, tumeona maalumati yake ni mazuri. Wangapi wanapigia simu kwa hilo? Kwa hiyo mimi nawapongeza sana na niwape big up sana kuanzisha mihadhara hiyo. Yaani msiache mzee. Safi sana. Kwa hiyo bwana Diwani tumempeleka mjini. Sio yeye ametupeleka mjini. Sisi baada ya wale watu wanaofuatilia mihadhara yetu wakaona huyu Yusufu Diwani kwani ni nani huyu? Wakamtafuta, wakamjua kumbe ni huyu. Kwa hiyo tukampeleka wapi? Mjini, tukamzidishia viewers kwenye akaunti yake kama anavyotaka yeye apate viewers wengi. Lakini katika maneno yasema ambayo akhi hapa hajayakata, anasema kwamba kuna mtu alimpigia kwamba kuna mtu yuko Norway huko alimpigia simu akasema, "Shekhe bana, nimekuta sehemu kuna watu wanakuchafua huku. Ikabidi nifuatilie huyu Yusufu Diwani nani? Nikasearch kwenye akaunti yako, nikakuta bana darasa zako mashallah." Na anasema sauti yake ninayo hapa na sauti za watu wengi ninazo, lakini hawezi kuziweka. Mimi najua kama ni uongo atakujiliwaza. Unajua mabwana wakishafeli hoja ndio wanajiliwaza na watu kama hivyo. Kwamba watu fulani wamenipigia simu. Kwani si watu pigi simu? Sasa tuanze kutangaza hapa kwamba watu wamenipigia simu kutoka sehemu fulani, kutoka sehemu fulani. Wewe hapo kwanza ni uongo, hakuna mtu aliyetoka Norway kukupigia simu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, kama ni kweli basi tumekupeleka mjini. Tumekufikisha mpaka Norway huko ulikuwa hujai kufika. Kwa hiyo nani kampeleka mwenzake mjini? Ni yeye au sisi? Sasa unapokuwa unazungumza unapima maneno. Ukizungumza hivi ujue kwamba kuna kinyume chake hivi. Kwa hiyo yeye anasema siwezi kumpeleka mjini. Baki huko kwa vijijini, huko mashamba huko. Kumbe sisi tumempeleka mpaka Norway na ndege tumempandisha kabisa. Kadhalika anadai kwamba nenda kwanza kamalizane na Ayubu huko, yani Muhammad mzee, ndio niende kwake sasa atanisukutua na mswaki bila dawa. Yani nikishamalizana na Muhammad mzee yule Ayubu Kibwengo yule, ndio nirudi kwake aje anisukutue na mswaki bila dawa. Muiweke shehe. Alafu kwanza hizo komenti zako za kusema tusimjibu fulani, wala usifikirie eti ndio tutatuchagiza sisi kumjibu huyo mwenda wazimu. Huyo mwenda wazimu anaye mtu wa saizi yake, arudi huko. Na sisi tushampuzilia mbali kwa sababu tumeona hana lolote ambayo anaweza kulifahamu au anaweza kujua. Arudi kwanza kule, amalizane na kule, alafu ndio aje sasa watu tumsukutue kisawa sawa. Piga mswaki bila dawa mzee. Lakini sisi tumeamua tulipotezee hilo baada ya ushauri kutoka kwa mashehe wa Kiwahabi. Eti kuna jitu linasema, yani mimi ndio niloshauriwa na ndio ninasema, afu kuna jitu linakuja linasema kwamba ni uongo. Yani kuna majitu mapumbavu sijawahi kuona katika dunia. Mimi ndio mwenye jambo langu na ndio nasemea habari za kwangu mwenyewe. Anakuja mwehu ananiambia sio kweli. Wallahi huu ni wazimu kabisa. Mimi ndo nakwambia, mimi bana wamenifuata mashehe wa Kiwahabi. Hizo ni taarifa zangu mimi mwenyewe. Fikad wa hili jambo ni nani? Si mimi mwenyewe.
Sasa mimi mwenyewe ndo ninasema maneno haya, alafu nakuja uongole. Jamaa mishahara itawaua, ishakula katika sehemu zao za ufahamu. Huyu bwana ana matatizo sana na uzee wake huyu. Azeeka vibaya. Wenyewe wanasema mzee mtu mzima hovyo. Mshakusema mzee mtu mzima hovyo eh? Sasa akili zake zaenda zaondoka. Tukisema hivi sio tutakuwa tuko sahihi. Makia tukana sana anasema wazimu huyu. Mwe huyu kadha na kadha. Sababu hana adabu. Sasa anasema nikisha mjibu bwana Muhammad mzee basi nirudi kwake aje nisikutue na mswaki bila dawa. Piga mswaki bila dawa mzee. Mbona umepiga sio piga mswaki bila dawa, ameshindwa kupiga huo mswaki wenyewe. Yaani huo mswaki wenyewe hata kama hauna dawa ameshindwa kupiga. Tena mswaki wa mti kashindwa kupiga. Alafu najapiga mswaki bila dawa. Wewe bwana Yusuf Diwani mbona muongo sana wewe. Alafu nazidi kuambia wewe ni muongo. Hapa anasema muongo. Nilikuwa namwambia akizungumza anasema mashekhi wa Kiwahabi wameniomba, nikamwambia muongo. Sasa ndio jambo hilo alifasiri. Wewe njoo ujibu hoja. Kama sio muongo kweli ndio ujibu hoja. Hao mazayuni hawezi kushauri kwa kubali wewe. Wewe sema nimeshindwa, mashekhi zangu wenye mrengo kama wangu wamenizuia bana, wewe unatutia aibu. Qur'ani hujui, alafu wajitiatia ushekhe. Nenda kasome kwanza afu ndio ujibizane na hamba bwana. Watutia fedheha na aibu. Kwa sababu kila mwenye akili kama zako na mwenye itikadi kama yako sasa hawezi kuzungumza. Na kama yupo azungumze tuone. Hawezi. Kwa sababu ushawafedhehisha wote, washaonekana hawajui. Alhamdulillah ala ni'mati sunna. Naam. Endelea. Mimi nimefuatwa na mashekhi wa Kiwahabi wakanambia Sheikh bana achana na hizi habari. Nikawauliza swali hilo kwamba hao watajipa ushindi, wakanambia wa Sheikh wala usiwe na shaka, sisi tunawajua. Ni watu wao, lakini anasema tunawajua, kwa hiyo wala wasikupe tabu na hilo. Achana nao wapotezee. Tunakuomba. Neno tunakuomba ndo mimi nimeliheshimu. Kwa hiyo nikaamua basi ngoja nipoteze. Hivi ukinitazama mimi kweli katika hoja wanazoleta kuna hoja ya maana ambayo inaweza kunishinda mimi? Aya. Anawalaza wanadarasa wenzake hao hapo chini waliokaa. Anaambia nyie mnaona kwamba kuna hoja ya kunishinda kweli? Sasa mbona zimekushinda? Si uje ujibu. Kama kweli hujashindwa jitokeze uje ujibu, na sisi tukutaka wewe. Wala usituletee mikia ya pweza hapa kina Ayubu hawa kina nani. Tunataka wewe kichwa chao. Kwa sababu wale ni kama mikia na yule ni kichwa cha pweza. Sasa tukishakamata hivi kichwa tukakiminya kisawasawa biidhnillah, haya mamikia haya hasaidii chochote. Pigeni kelele kwa sababu nyinyi mshakosa balance. Kwa balance ni kichwa hiki. Yusuf Diwani kwenye jambo hili yeye ni kichwa. Alafu waliobaki wote ni mikia. Sasa mikia hii tunaweka pembeni, tutaka kichwa cha pweza hiki. Tukitandike kwanza. Lakini ya mambo ya kutudanganya kwamba mawahabi wamenishauri, mawahabi gani? Basi ungekuwa watumia kufikiria kuliko salama, ungesema mashekhe wa kitwarika wamenizuia. Wakasema bwana watutia aibu wewe. Ujui kusoma Qur'ani wewe, ibara wavurunda tu wajisomea ovyo tu na balagha za uongo. Achana na hizi habari. Lakini hafanyi hivyo bwana Diwani, awasingizia hao mawahabi. Hao mafirauna ndo waliomkataza. Naendelea. Naam. Naweza nikashindwa mimi na hoja za kipuuzi hizo ambazo hata auzi wa buibui ni mgumu katika hoja hizo. Yaani wewe mwenyewe ukisikiza hizo hoja unaona sasa kumbe unategemea hizi. Mbona upuuzi hawa, mbona ajabu kabisa. Kwa hiyo mimi nimeheshimu tu ile, lakini kadhalika na baadhi ya mashekhe akiwemo Sheikh Muhammad Mzee. Tena yeye Sheikh Muhammad Mzee kaweka wazi. Kaamua kurekodi sana klipu na zipo anakuambia arudi huku kwangu. Ndio mambo jinsi yalivyo. Simama. Kwanza mashekhe wa Kiwahabi uongo, hawaja kushauri wala hawezi kushauri hivyo. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Muhammad Mzee sio shekhe. Yule sio shekhe. Simnifahamu? Hilo la kwanza. Jambo la pili, Muhammad Mzee kulazimisha arudi huku, sisi tushamwambia, tushamjibu yule. Tulimwambia maswali yako ni ya kike. Kwa sababu juzi pia kayarudia, alhamdulillah nimefurahi kwa sababu kesho maswali matano nimeuliza maswali ya kiume. Akajidhihirisha wazi kama ni maswali ya kike. Kama kuna watu wamefuatilia channel ya Bwana Diwani, ameweka tena maswali yale akayauliza tena. Mengine zile hoja tata alizozileta za kuhusu salaful umma gani aliyesema hivi kwamba Allah yuko juu ya arshi kwa dhati yake, tushaikumjibu. Na mfano wa hayo tushamjibu. Lakini haya kwamba Allah ana chini, je Allah ana upande, si Allah, tushamjibu siku nyingi sana. Wewe ukitaka kumjua
mzee au Ayubu Kibwengo, rudi katika rududi zetu tulizoziita ar-raddul muhriq ala al-hadhayan al-mufrid, majibu yenye kuunguza dhidi ya mropokaji aliyechupa mipaka. Kaiangalie, ziko video kama 4 takriban kwenye YouTube. Tulimjibu majibu ya kutosha kabisa, tukajua huyu tayari hana hoja tena. Sasa yeye ataka kujibiwa tena, ataka turudi kwa huyu kwa sababu yeye kashindwa hoja. Na mimi naamini lau kama hoja zingekuwa hazijamtopea angeendelea. Sasa alikuwa shaanza, mbona ulianza ya kwanza ukajibu nusu khutba, kaja ya pili ukaparamia nusu khutba, ya tatu ukaparamia nusu khutba, mwisho huyo ukakimbia. Sasa rudi ujibu hizi hoja na huziwezi biidhnillah ta'ala. Katika maneno yake anasema, alikuwa akifundisha katika balagha, anasema aina lilistifham. Naam, nafahamu hivyo. Wa yutlabu biha ta'yinul makan, na hutakiwa kwa hiyo aina kuainisha sehemu. Tunafahamiana? Lakini akaendelea kusema mara nyingine hutoka nje ya asli na kwenda kwenye maana nyingine. Kwa hiyo hufahamika hilo kwa siyaqul kalam, ule mchungo wa maneno, namna maneno yalivyotiririka mchungo wake. Kisha akasema aina Allah, yuko wapi Allah? Yuko wapi Allah? Hebu yaweke. Aina yenyewe huuliziwa au hutafutiwa kwa aina kwa ajili ya kubainisha sehemu. Hiyo ndo maana ya hakika ya aina. Lakini kuna wakati aina inatoka katika maana yake ya asli inakwenda katika maani nyingine, tustafadu min siyaqil kalam, ambao utapata faida kwamba hii aina ina maana nyingine ni kutokana na siyaqi ya maneno, namna jinsi ilivyo. Aina Allahu, sawa? Aina Allahu. Sasa wakatafsiri kwa maana ya hakikia kwamba yuko wapi Mungu, eti yusal biha anil makan, yani Mungu auliziwe sehemu yake pale alipo, sehemu alipo Mungu. Jamani, hebu ifikie wakati uwe na akili sawa sawa. Mungu anauliziwa sehemu, yuko wapi? Yuko Buguruni leo. Ni hatari hiyo. Simama. Huyu bwana anaelezea aina yutlabu biha ta'yinul makan, hutakiwa kwa aina hiyo kuainisha makani, ndio asili yake, sio? Lakini mara nyingine hutoka nje ya maana hiyo kutokana na siyaqul kalam. Tunafahamiana? Akaeleza aliyoeleza kwamba huwezi kuuliza aina Allah, yani ukakusudia kwamba yuko wapi Allah. Akataja maneno yake ya kufuru kwamba utauliza kwamba yuko Buguruni leo. Ndio maana tunaambia wana hoja za kike hao. Ndio maana Imam Darimi anasema hawa wana hoja za kike, ndio hizi hapa. Yani anamsema Allah kama babu yake fulani hivi. Subhanallahi wa ta'ala amma yaqulu haula'i dhalimun uluwan kabira. Sasa mimi nataka nimuulize katika hadithul jariya, alipoulizwa yule jariya aina Allah, yuko wapi Allah, ni salafil umma gani aliyesema kwamba hapa inakusudiwa maana nyingine isiyokuwa almakan? Kwa sababu asili yake ni yusalu biha an madha, anil makan. Ni salaful umma gani aliyesema kwamba hii aina hii kutokana na mchungo wa maneno haikusudiwi almakan? Tunafahamiana? Ni nani salaf? Mlete. Swali la pili namuuliza, kwa nini bwana Jalala mpotevu yule Shia la kathara Allahu amthala anaiwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, juzi alipotafsiri maana ya fa'tu harthakum anna shi'tum, yaendeeni mashamba yenu kwa namna mtakavyo, akaitafsiri na maana nyingine za anna kwamba kaifa ma shi'tum, aina ma shi'tum na nyinginezo katika maana zake. Mbona wewe Yusuf Diwani ulimpinga? Sababu Yusuf Diwani yeye alimpinga, akasema hapa kaifa ma tasha, namna unavyotaka. Hebu iweke hiyo. Ukisikia annashitum, ile Mwenyezi Mungu aliposema annashitum, maana yake ni kaifa ma tasha, yani aina au mikao au staili mnazotaka. Tosha, mradi wangu ushafika. Kwa nini ulisema hivyo na ukaweka kipindi maalum cha tiba kuelezea ubaya wa kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile, kisha ukaitaja hadithi ile ambayo imemlaani mtu ambaye anafanya hivyo, na ukatafsiri anna shi'tum maana yake ni kaifa ma shi'tum kama ulivyotafsiri hapa? Ni kitu gani kilichokufanya kumpinga Jalala hali ya kuwa yeye amekuja na tafsiri nyingi? Na wewe hapo hapo
wapinga ahlus sunna wanapotafsiri aina Allah kwamba yutlabu biha ta'yinul makan, mbona wawapinga? Mnafahamiana? Siko katika kumtetea Jalala kwamba anaruhusu kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile kwamba ni sawa. Nataka nimuulize huyu Yusuf Diwani, kwa nini, kitu gani kilichokupelekea kumpinga Jalala huyu, alafu wewe unathibitisha anna shi'tum kwamba kaifa ma shi'tum, alafu kwenye aina Allah unakataa kwamba hapa haiuliziwi makani? Sasa hoja unazozitumia kumjibu Jalala ndio hoja zetu kwenye aina. Tunafahamiana? Vile walivyoelewa salaf kwamba aina Allah inakusudiwa almakan, na alivyoelewa zile jaria, na walivyoelewa maswahaba, na ndivyo alivyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hivyo kwenye anna ndivyo kwenye aina. Tunafahamiana? Kwa hiyo wewe hoja unazozitumia kumpinga Jalala ndio hoja hizo tunazokutumia sisi kukupinga wewe katika hili. Na ndio maana tunawaambia mkitaka kutafsiri Qur'ani na Sunna, rejeeni kwa salafu salih, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walielewaje? Sio ulete ufahamu wako kwa sababu wajua lugha. Ndio maana kila siku mimi nampinga huyu bwana Yusuf Diwani anapojifanya kwamba mawahabi hawajui lugha, hizi fani hawana, kwa hiyo hawezi kutafsiri Qur'ani. Hizi fani zinakusaidia kujua muradi wa salaf, sio kupingana nao kwa sababu umejua lugha sana ukasema hapa mimi nampinga Abu Bakar, nampinga Umar, nampinga Ali, nampinga Abdullah ibn Abbas, nampinga Ibn Mas'ud. Hiyo sio lugha hiyo. Tunafahamiana? Hapo utaambiwa wewe hujui lugha, kwa sababu wao walikuwa hawana nahwu wala sarf wala balagha wala ilmu al-maani wala ilmu gani zote tunazojua za lugha, wao walikuwa hawana. Wakiambiwa maneno washaelewa. Nyinyi mlipokuja baadaye ndio tukataabika sisi. Kwanza baada ya kuingia Waajemi wasiojua Kiarabu, zikaanza kutolewa sehemu mbalimbali za lugha, ikatokea sarf, balagha, nahwu na mingine katika masomo ya lugha, kuwafundisha nyinyi Waajemi na watu waliochanganyikana Waarabu, Kiarabu cha asili kikapotea. Lakini wale walitaji hayo, wakiambiwa nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, wao washafasiri. Abdullah ibn Abbas na wengineo wamefasiri kwamba mahali panakusudiwa ni sehemu ya sehemu ya kupanda mbegu. Kwa hiyo mwanamke haruhusiwi kujamiiwa kinyume na maumbile. Tunafahamiana? Na khilafu yote itakayokuja, hiyo khilafu itakuwa haizingatiwi. Si kila khilafu yazingatiwa. Atakayekuja kusema kinyume chake sitomrudisha kwa salafu salih. Kama alivyokuja bwana Yusuf Diwani aina Allah akapinga, sitomrejesha kwa salaf. Wao walielewaje? Tumefahamiana? Kwa hiyo usilete ujanja katika jambo hili, wakwepa huku waje kuthibitisha huku. Ile hoja unayotumia kwa Jalala kwenye anna, itumie hiyo kwenye aina Allah. Nadhani tutakuwa tumeelewana katika hilo. Ndio maana tuambia rudini kwa salaf. Ama hizo tafsiri zenu za kuleta kwamba tunajua lugha, hizo tafsiri za ovyo ovyo hizo hazikubaliki mbele ya salaf, kwa sababu wale hum a'lamun nas bi kitabillah subhanahu wa ta'ala. Wao ndio wajuzi zaidi kuliko watu wote kukijua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, liannahum shahadu tanzila, kwa sababu wao wameshuhudia uteremsho wa Qur'an. Hakuna aya utakayoisoma wewe wala hadithi isipokuwa wao walijua tafsiri yake, walijua aya hii imeshuka lini, imeshuka wapi na kwa nini imeshuka na maana yake ni nini. Walijua hilo, hawakuwa ni wajinga. Kwa hiyo ili wewe upatie katika tafsiri yako ni lazima urejee kwa wale wao walielewaje, na sio ujifanye unajua nahwu au sarf au balagha au elimu mbalimbali za fani alafu sema hawajui kivipi. Kwa hiyo maswahaba pia hawajui. Sasa hili ni jambo ambalo linatakiwa walifahamu. Naam, ala kulli hal nadhani zimeisha audio. Naam, anasema Allahu mawjudun bila makani, muiweke. Kwa hiyo ukisikia mtu anakuambia Mungu, kwanza huyo Mungu ana sehemu ya kukaa, Mungu wao kuna mahala anakaa, wanakuambia anakaa juu ya mbingu, juu ya arshi. Ndio Islahudi huyo. Mungu anayekaa sehemu, huyo ni wa Mayahudi na Manaswara. Wa kwetu sisi maujudum bila makani, yupo kabla ya kuumba chochote, alikuwa yupo kabla ya kuumba sehemu yoyote, alikuwa yupo na ataendelea kuwa yupo vile vile alivyokuwa kabla ya kuumba, na baada ya kuumba ataendelea kuwa vile vile alivyokuwa. Naam, anasema sisi tunampa Allah sehemu,
Aliyefanya hivyo wa kwanza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza aina Allah, jari akasema Allahu fi samaa. Tutoa ufafanuzi wa kutosha katika hadithi hii. Tunafahamiana, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, uluwu yaliqu bi jalali, ujuu ambao unalingana utukufu wake. Kwa hiyo wewe utaki kuja kuuliza kwa hiyo Allah atakuwa na chini, hayo hayakuhusu wewe. Unatakiwa uamini kwamba Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Allah yuko juu ya arsh. Maswali haya ya kike yaacheni nyinyi bwana diwani, ya kuanza kuuliza kwa hiyo akiwepo ana chini, kwa hiyo atakuwa ana upande fulani, kwa hiyo atakuwa na kadha. Hayo hayakuhusu, hiyo ni kufru billahi subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Imam Ibn al-Battah rahimahullah ta'ala akawaambia katika al-Ibana kwamba nyinyi mmekuwa ni mushabbiha tena kuliko wote waliomfananisha Allah subhanahu wa ta'ala, pale mlipopinga sifa ya Allah ya nuzul na kudai kwamba akishuka Allah subhanahu wa ta'ala katika arsh kuja mbingu ya dunia, basi huko amwacha nani? Mmekuwa nyinyi mushabbiha kuliko yeyote, na mmeingia katika khilafu iliyokuwa mbaya kabisa, kwa sababu Allah akijisifia kwa sifa sisi tunaiamini kama ilivyo. Allah yuko baina ya mwenye kuswali, tuamini hivyo hivyo, hatuleti kaifia kwamba Allah yuko hivi anakuwa hivi. Sisi hayo hayatuhusu, yetu tunathibitisha vile alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hutaki kuuliza maswali yasiyokuhusu. Tunafahamiana? Haya ni mambo ambayo inatakiwa tuyafahamu. Naam, kadhalika tulimuuliza msingi huu Allahu mawjudun bila makan, ni salaful umma gani aliyekuja nao?